Karibu katika episode ya 9 likapi yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 8, basi hakikisha unagusa hicho kipop up kinachotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Mwamba Gaun akiwa katika hospitali aliweza kuota ndoto kana kwamba alikuwa anachomwa na moto, lakini kwa bahati mbaya au nzuri ni kwamba moto ule ulikuwa umeunguzi, ila dakika chache mbele ukaanza kumuunguza sana. Na Mwamba akashtukia kutoka katika ndoto na alikuwa akihisi maumivu makali sana. Mwisho wa siku hapa katika eneo la kituo cha polisi ambako bidada alikuwa ameitwa, utafiti unaonyesha kwamba bidada hakuweza kufanya kitu chochote katika kumzuru yule mama, moja kwa moja akawa anaachiliwa. Huko hospitali Mwamba baada ya kushtuka katika ndoto akamwomba Mwamba amletee maji, lakini akamwambia kuwa maji peke yake hayatoshi bali maji yaliyo katika barafu kabisa, yani ya baridi sana. Na Mwamba baada ya kukabidhiwa biskuti alipojaribu tu kunyanyuka akagundua kwamba alikuwa anajisikia maumivu ya mgongo. Wakati huo bidada ndio hii alikuwa anaingia katika eneo hilo hospitali. Jamaa kumuona tu alijikuta amechangamka mpaka akawa ameamka kutokea kitandani. Bidada ikabidi kumrudisha Mwamba kitandani, lakini jamaa akawa anasema niko sawa bana, nimefurahi sana kukuona mke wangu. Akamwambia hapana, rudi pale kitandani, wewe bado hujapona vizuri. Jamaa akaomba sana aweze kurudi nyumbani, lakini bidada akamwambia kwamba wewe bado ni mgonjwa, unahitaji matibabu zaidi kutokea kwa madaktari. Lakini Mwamba akamkumbusha bidada kuwa matibabu yangu hayategemei daktari yeyote, na wewe ndiye daktari wangu, nahitaji kuwa na wewe jirani tu ndio naweza nikapona. Kwa haijalishi niko wapi, hata nikiwa hospitalini au nikiwa nyumbani, bado wewe ndio tiba yangu. Mwamba jechu basi katika kutazama mambo yanavyozidi kwenda, hapa ndo akaanza kugundua kwamba kuna uwezekano mkubwa sana mahusiano baina ya hawa watu wawili yanatengenezwa na ile tattoo ambayo iko katika mkono wa bidada bila shaka yoyote. Asa yule bwana mdogo kabisa katika familia anayefahamika kama Nodojung leo alikuwa amepokea message kutokea kwa mtu. Huyu mtu alikuwa anasema kwamba Guan ameweza kuiona sura yangu, bila shaka atakuja kunilipia kisasi. Udogo kumbe bana ndiye anemtumaga yule muuaji. Huko upande wa pili Mwamba amebembeleza bidada mpaka akawa amerudishwa nyumbani. Sasa akiwa amelala kitandani amemshikilia bidada. Baadaye anakuja kugundua kwamba hii haichaji kabisa. Mwisho wa siku bidada akasema kwamba ili uweze kuchajiwa haraka ni muhimu nikaa nimekusogelea jirani au nikakukumbatia eti. Guan akatai fursa hii, yeye ni nani? Mwamba akawa amekubali na mwisho wa siku akakumbatiana na bidada. Wakati huo bidada alikuwa akisikia mapigo ya moyo ya Mwamba namna anavyokwenda mbio. Akasema labda kwa sababu na kuchaji mwili wako ndio maana mapigo yako ya moyo yameweza kuongezeka. Usingizi ukawa unakuja unawachukua wawili hawa. Mwisho wa siku bidada anashtukia, anakuja anamwangalia Mwamba, we jamaa anakuja anamkumbatia bidada vizuri. Yaani kapenzi fulani hivi amazing kweli kweli. Kesho yake bana wanne hawa wakawa wanasafiri kwa pamoja katika gari. Baltha na secretary walikuwa wako siti za mbele kabisa, lakini Mwamba huko alikuwa ameketi na bidada huko nyuma. Lakini wakati huo bidada alikuwa anachukua mkono wake na kuweza kumshikisha Mwamba ili aweze kujichaji. Lakini jamaa akamwambia kuwa mbele za watu tusipende sana kuchajiana hivyo, watu watashtukia kwamba tuna mahusiano. Bidada akamkumbusha Mwamba si kwamba tuna mahusiano bali sisi ni ndoa kabisa, usisahau hilo, wewe ni mume wangu kuanzia sasa hivi. Mwamba kusikia maneno haya mazuri ajikuta na tabasamu kweli kweli, yani tabasamu mpaka ndani ya mtima wake. Hasa kwa kuwa bidada hii hali yake kidogo inahitajika kuwa jirani sana na Mwamba kutokana na udhaifu wa jamaa alionao. Basi wakaamua kumchagua Baltha kuwa kiongozi mkuu wa ile kampuni mbadala wa bidada. Bana wewe, siku ambayo Baltha anaingia katika hii kampuni watu walishangaa kuona kwamba jamaa alinyuka bonge la suti, lakini kuja kumtazama usoni ndio yule jamaa ambaye alikuwa amepigwa mpaka shingo ikazunguka ndani ya helmet. Mwisho wa siku tukio hili lilikuwa limewashtusha wafanyakazi wengi. Bidada hii baada ya kusikia ule mshtuko wa wafanyakazi, Gauni akaweza kumrinda, lakini pia huyu secretary akajikuta ameweza kumdaka huyu CEO mpya wa kampuni. Baada ya hapo wakakaa kikao cha umoja wa wafanyakazi hawa ambao ofisi anawafanyia bidada. Wakaanza kusema kwamba kuna ule uvumi ambao ulikuwa umeibuka hapa tu umeweza kuzimika wote. Sasa hivi hakuna uvumi wote. Kwa hiyo bidada anaweza kagombea nafasi yake ile ya ukuu katika ile kampuni kubwa. Na mwisho wa siku wafanyakazi walikuwa muandalia Mwamba keki kutokana na kupona kwake na kuruhusiwa kutoka hospitalini. Wakasema kwamba hongera bana, umeweza kurejea mume wa bosi wetu. Lakini ile time Guan anaipuliza ile keki iweze kuzimika, basi akashangaa kwamba kuna baadhi ya vipande vya keki vilikuwa ndo vinaelekea kuwakawaka hivi, ila akaja kukumbuka tukio la ndoto alikuwa ameiota kwa aliweza kuungua katika ile ndoto. Jamaa akabakia ameduaa tu katika eneo hilo. Moja kwa moja Baltha akamchukua na kumpeleka sehemu fulani ya nje na kuanza kumwambia kuwa kwa nini unaogopa bana, unaogopa kitu gani wewe sasa hivi? Lakini jamaa akasema hapana, mimi siogopi kitu. Unajua hivi, unajua kwamba vitendo vya wewe kuanza kuogopa vitakusababisha wewe enda suspicious, yani kuhisiwa hivi. Lakini Mwamba ikabidi amfungukie tu Baltha kwamba niliweza kuota ndoto nikiwa naungua sana, ndio kitu ambacho kinanitesa katika akili yangu. Na katika hali hiyo ya ndoto niliweza kuhisi maumivu ya kibinadamu kabisa, yani nahisi kana kwamba anakuwa binadamu mazima yani. Na siku ya leo bidada Jinghayan alitimba hapa katika maeneo ya ofisi na moja kwa moja akaanza kumlaumu huyu bidada ambaye anafahamika kama Dohi na kumwambia kwamba kama katika maisha yako usitumie fursa ya kwamba kisa una alama katika mkono wako basi uweze kumuendesha sana mpenzi wangu. Kutoka siku ambayo mpenzi wangu ameweza kukujua wewe, ndio maisha yake aliweza kuharibika mazima, na mpaka dakika hii unamuingiza katika hatari kubwa sana katika maisha yake. Alafu kwa nini unamtumia binadamu wenzio kama mbwa? Yani anapoteza maisha yake mbele ya macho yako, yeye unafurahia tu, yani unaona kila kitu ni sawa. Yani jamaa anapotea tu katika maisha yake kisa wewe na unaona ni sawa tu. Haya maneno yalikuwa ni machache sana, lakini yalikuwa ni yenye nguvu zaidi, kwani alikuwa na uharibu moyo wa bidada kabisa yani. Huku nje Mwamba Baltha akasema kwamba siku ambayo kile kitabu kilikuwa kimepotea nilikwenda kukagua katika kamera nikagundua kwamba picha
picha za kamera zilikuwa zimefutwa zinazoonyesha tukio la wizi wa kitabu kile, lakini ndio siku ambayo wewe ulikuwa umeweza kushambuliwa. Kiufupi ni kwamba inaonekana muuaji anapajua mpaka pale ofisini petu na amewahi kufika siku hiyo. Lakini mbaya zaidi inaonekana kwamba anajua siri nzima na udhaifu wako, kuwa wewe unapokuwa mbali na bidada basi unakuwa ni dhaifu. Ndio maana alitimba na kuvizia pindi ambacho bidada alikuwa hayupo. Mwamba ikabidi kurudi hapa ofisini kwa sababu kuna majukumu anatakiwa kuyatimiza. Jinga yani alikuwa katika mitaa hiyo, akaenda kumkumbatia Mwamba na kumwambia kwamba ongela umepona, ongela umepona. Lakini bidada alikuwa akimtazama tu Jinga yani namna anavyomfanyia Mwamba wake. Na bidada Jinga yani akasema kwamba najua kwamba udhaifu wako sasa hivi ni mkubwa na yote hii ni kwa sababu ya bidada Dui kuja katika maisha yako. Lakini Mwamba akasema hapana, sio bidada Dui aliyeweza kusababisha mimi kuwa dhaifu. Dada akaongezea kwa kusema kwamba kadri utakavyozidi kuwa na huyu bidada Dui utazidi kuwa dhaifu na dhaifu na dhaifu kila siku, kwa sababu unaingia katika mapenzi na huyu bidada. Hutakiwi kufanya hivyo. Nyakati za usiku zilipoweza kufika, bidada Dui alikosa kabisa usingizi akijifikiria hivi ni yeye ni kwamba amekuwa tatizo kwa huyu jamaa au imekuwaje kwaje. Akajikuta mpaka anatoka nje hapa na kuanza kutathmini jambo hili. Wakati huo mama yake akawa amemtokea na kumwambia kwamba watu tuliokufa hatujawahi kuhisi upweke hata siku moja, lakini nashangaa kuona kwamba wewe ambaye unaishi na binadamu wengi eti unahisi ni kuwa ni mpweke. Dada akasema mimi ni mpweke kwa sababu nimempoteza ndugu yangu wa thamani zaidi ambaye nilimtegemea kwa kila kitu, lakini kitu ambacho najilaumu ni kwamba simjui muuaji ni nani. Mama akamwambia bidada Dui kwamba jisikie mwenye thamani zaidi na mtu ambaye unathaminiwa katika dunia, kwa sababu wewe una mtu ambaye uko naye katika maisha yako na unampenda, lakini usinifikirie sana mimi ambaye ulikuwa umenipoteza zamani sana. Tena nimekufa nisiweza hata kukufuta machozi kwa kiganja changu. Bidada Dui akamuuliza mamake kwamba wewe chaguo lako ni lipi katika maisha, lakini mama huyu akasema kwamba chochote utakachokichagua wewe katika maisha yako ndicho ambacho mimi nimekisha kuchagua. Kiufupi mwanamama alikuwa anamaanisha kwamba kama Dui anampenda yule jamaa basi hata huyu mama pia ametokea kumpenda huyo jamaa, kwa hiyo hana shida kabisa na huyu jamaa. Bidada kujifikiria sana akampigia Mwamba Jusok na kumwambia kwa nahitaji tukutane siku ya kesho katika kikao, lakini wakiwa katika kikao Mwamba Jusok hakuweza kabisa kutokea. Mwisho wa siku bidada akawa amesimama na kusema kwamba kuanzia leo mimi nimekata tamaa ya kugombea hii nafasi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba amemwachia hii nafasi Nosok Mini aweze kuiongoza kampuni. Na bidada akamfuata moja kwa moja kaka yake na kumwambia kwamba kuanzia leo hii sitofuatilia mali yoyote ya familia hii. Naomba jamani niwe huru, na kama kuna magomvi ama watu ambao mnawaagiza kwa ajili yangu naomba waache kuanzia leo. Kaka mkubwa anayefahamika kama Nosok Mini akasema safi sana binti yangu, safi sana, umefanya maamuzi sahihi. Hayo ndio maamuzi sahihi ujue. Hasa Mwamba Guan moja kwa moja akamfuata bidada Dui na kumwambia kwamba kwani unafanya maamuzi ya kijinga namna ile? Wewe si ulisema bibi yako ameweza kulisisha ile kampuni? Dada akasema kuwa nimechoka kila siku kupishana na vifo. Katika maisha yangu nimekuwa ni mtu amesokosuko kila mara. Siwezi kutembea hata peke yangu, siwezi kwenda kazini peke yangu, nahitaji muda wote niwe na watu, sipendi kitu hicho. Alafu mwisho kabisa ni kwamba mimi nataka amani, nataka kuwa huru. Nikitaka nije ofisini nije peke yangu kwa uhuru kabisa, niwe na amani yangu yote. Mwamba Guan moja kwa moja akagundua kwamba bidada alikuwa anataka tu kumtimua yeye katika maisha yake. Na bidada akawa amemtoa mkono kisha akawa ameondoka zake. Moja kwa moja jamaa alijikuta mpaka anapiga magoti katika njia. Hasa kweli ni kwamba bidada kabla ya maamuzi haya, kumbe siku ya jana alikutana na Mwamba yule anayefahamika kama Josik, mtu ambaye anampendaga sana. Huyu jamaa alikuwa anamwambia bidada kuwa unadhani ni salama wewe kudeti na huyu jamaa, lakini bidada akasema kwamba anataka kukata tamaa kabisa katika maisha yake, kwa sababu amegundua kwamba kama akiendelea kuzishikilia mali huenda iko siku atakuja kumpoteza mtu anayempenda. Kwa ni vyema akaziachilia hizo mali kabisa ili aje kubakia na mtu anayempenda siku moja. Mwamba Guan kesho yake akaelekea kwenye ofisi ya Mwamba Josik na kumwambia kwamba hivi ni kitu gani ambacho ulikuwa umemwambia bidada kiasi ambacho bidada mpaka dakika hii atamani kabisa kuwa jirani na mimi. Lakini Josik akamwambia kuwa ilikuwa ni maamuzi ya bidada yeye mwenyewe, hata mwenyewe nilishangaa. Jamaa akarudi nyumbani kuja kumtazama bidada Doshi, lakini akashangaa kuona kwamba bidada alikuwa hayupo hapa nyumbani. Akajaribu kumpigia akakuta kuwa simu ya bidada ilikuwa hapa katika meza, na akagundua kwamba bidada atakuwa katika mitaa hii. Kisha akaelekea katika maeneo fulani hivi ya bustani na kumwambia bidada, kama umeweza kukata tamaa katika kila jambo basi unatakiwa kupambana ili kuhakikisha kwamba unalinda angalau kitu kimoja tu katika maisha yako. Bidada akasema kuwa niliweza kumpoteza baba na mama yangu, lakini pia nikampoteza mtu niliyekuwa nampenda na tegemeo langu katika maisha, na wasiwasi kwamba hata wewe naweza nikakupoteza katika vita hii. Mwamba aliposikia maneno haya akagundua kwamba kumbe bidada anampenda na alikuwa na hofu na yeye. Akamfuata bidada na kuweza kumkisi, kisha akamwambia kuwa ninaamini kabisa kwamba yote unayofanya kwa ajili yangu, hata kama nitakuja kwa binadamu kwa ajili yako niko tayari. Ile alama katika mkono wao basi kajikuta inaweza kung'aa vizuri kabisa, na maji yalikuwa yananyesha kwa wakati huo yote akawa amestop. Hii inaashiria kwamba uwezo wa Mwamba ulirudi maradufu. Hapo angekuwa mbongo angejiongeza na kuzania kwamba kisi ndio inaongeza nguvu zaidi. Ungekula makisi dadangu mpaka ungejisahau. Kumbe sio bongo peke yake bana, mpaka Mwamba naye alikuwa na hivyo hivyo akaanza kumpiga kisi bidada, na mwisho wa siku wakaishia kunjingi kitandani. Mapema alfajiri palipoweza kukucha, bidada anajiziba usoni kwa sababu kichofanyika usiku akutegemea kabisa. Lakini jamaa akamwambia bana, hebu twende tukapate msosi. Bidada akasema kweli tukapate msosi wapi? Bidada ikabidi kumuuliza Mwamba, ina maana wewe umechoka? Mwamba akasema sio poa bana, shughuli ya jana ilikuwa si mchezo. Bidada akaanza kuona aibu maneno ambayo jamaa anayaongea. Lakini Mwamba Guan alikuwa amempeleka bidada katika mgahawa waliokutana siku ya kwanza kabisa. Kama unakumbuka movie yetu ilipokuwa inaanza, basi tulikutanaga huko katika mitaa hii.
Doi. Wakiwa hapa wakaanza kusikia sauti kana kwamba wanaijua. Kumbe bana alikuwa ni yule mwamba wa siku ile ambaye alikuwa anamtongoza bidada huko anamshikashika mikono, na mwamba akaweza kumroga na mwisho wa siku akawa ameng'atwa na kasa katika eneo la mdomo ukawa umevimba sana. Hasa leo mwamba akaokota piskali moja hivi mtaani yuko kuimbisha kweli kweli, na hii pisi inatokea katika familia ya kitajiri kidogo. Lakini bidada akamwambia jamaa, kama unanipenda twende kwa mzee Asumani angalau ukajitambulishe. Jamaa akasema masuala ya kujitambulisha tena ya nini? Kwa jamaa inaonekana kwamba ni mtu wa kupiga na kwenda zake. Hasa ile time anageuka hivi macho yake akashangaa kumuona bidada Doi. Haraka sana akawa kama vile anamkimbia huyu bidada. Mwamba Guhan akasema kwamba hii tabia ya huyu jamaa itaendelea na kuendelea, lakini siku ya leo lazima tumfundishe nidhamu. Hawezi akawa anachezea watoto wa kike namna hiyo. Ila bidada akawa amwambia Mwamba kwamba siku ya leo watoto waelekea kazini kwa sababu ni siku ya anniversary ya kampuni. Yaani kampuni inatimiza miaka fulani hivi. Kwa hiyo hawataelekea kabisa kampuni, wanafanya sherehe tu. Basi wakaelekea katika maeneo fulani hivi fuko ya bahari, na huko akaanza kupiga story. Lakini Mwamba akamwambia bidada kwamba sijui watu wanahisi nini mara baada wanapokuwa katika upendo. Bidada akasema kuwa baada ya kula na kutembea huwa hamnaga kingine cha ziada. Mwamba akauliza, "Je, hata kwangu huwa ndio inavyokuwa hivyo?" Lakini bidada bila kujibu yeye akasema kwamba nimeweza kuona wale watu kule wanaendesha baiskeli wakiwa wawili, nimependa sana ile kitu. Jamaa akawa amemvuta mkono na kusema kuwa twende kwa pamoja pia na sisi tukaendeshe baiskeli ile. Sasa tunaondoka na swali moja tu. Je, ni kweli Mwamba na Somin ameweza kumwacha bidada na kutokumuinda kabisa, ama ni kweli kabisa vita yao imeweza kuisha? Tukutane katika episode inayofuatia. Episode ya 10 itakuwa na majibu yote. Uweze kuiona episode hiyo, angalia juu kabisa hapo, inaweza kujitokeza, basi unaweza kaigusa hiyo na moja kwa moja na kupeleka kuitazama episode ya 10. Unapoingia katika episode hiyo hakikisha tu kama kweli umeweza kusubscribe ili uweze kwenda pamoja na sisi.